Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Tuko katika mtaa wa Longdong uliopo katikati ya jiji la Arusha. Kubwa zaidi, tumekuja kuripoti taarifa ya mtu mmoja anayefahamika kwa jina la Maulid Rajabu. Anakadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 30 mpaka 35. Kijana huyu ni dereva wa magari makubwa na alifika katika mtaa huu kwa ajili ya kutafuta chumba cha wageni. Alipofika maeneo haya, alifika katika loji moja inayofahamika kwa jina la Miami. Alipofika maeneo hayo akaonyeshwa chumba, lakini hakuridhika nacho. Majira hayo akatoka tena na kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta chumba, lakini akiwa njiani akakutana na vibaka katika maeneo ya barabarani kwenye lami kabisa. Majira hayo kama saa 8 saa 7 hivi, watu hao wakamvamia na kumchoma kisu cha mbavuni pamoja na kwenye moyo, na kisha akafariki papo hapo. Tumekuja kuzungumza na wananchi ambao ni wa mtaa huu. Kuna eneo hili linafahamika kama mwisho wa fensi. Vijana, kundi la watu wamekuwa wakikusanyika hapa majira ya usiku na kukaba watu, kuwaibia simu na vitu mbalimbali. Na watu hao wanaofanya vitendo hivi vya uhalifu wanafahamika na majina yao pia yanafahamika, lakini mpaka sasa hakuna hatua zozote ambazo zimechukuliwa. Licha ya kwamba pia tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa wa hapa Longdong akieleza mikakati namna ilivyo, na kwa sasa wameamua kuhakikisha kwamba wanawasaka wale wote wanaotajwa katika vitendo hivyo, kwa sababu tayari wana majina ya wahusika. Lakini tumezungumza pia na Sungusungu ambaye anatajwa kwamba yeye ni mlinzi wa usiku, lakini mtoto wake ndiye anatajwa katika vitendo hivi vya kukaba watu na kuwakata mapanga. Naitwa Rebeka. Mimi ni mhudumu hapa. Hiyo juzi usiku alikuja huyo kaka na rafiki yake. Nikawapokea. Wakaingia. Yule kaka alikuwa na mtu wake. Akachukua chumba kingine nikampa. Huyo alobaki kuna chumba kilikuwepo kimoja. Nikampeleka kwenye hicho chumba. Akakiangalia akasema hajakipenda. Nikamwambia sawa, kama hujakipenda. Akaniambia basi mimi naomba niondoke. Nikamwambia sawa, nikamfungulia geti akaondoka. Ilikuwa inaelekea saa 7 usiku. Yaani nilimsikia kama alikuwa na harufu ya pombe, lakini sijui kama alikunywa pombe kweli. Yaani baada ya kutoka, maana mimi sikusikia chochote, nilirudi kulala. Asubuhi ndo nikasikia watu, yani sentesi tu kwa watu wanasema kwamba kuna kijana ameuliwa huko. Mimi nikasema kwa kweli jamani, sijui kinachoendelea. Ndo mwisho wa siku nasikia ni yeye. Sisi nazozisikia alitoka hapa akaenda sijui akachomwa visu, lakini sijui chochote. Mwisho wa fensi. Hivyo ndo walivyosema. Yaani walisema ni vibaka. Kiukweli nilijisikia vibaya. Pia nilihuzunika sana. Laiti angejua angetumia hata hicho chumba akalala. Sijui sababu, maana nilimuingiza kwenye chumba, nikamwambia chumba ndo hichi hapa. Akakiangalia akaniambia mbona sijakipenda? Nikamwambia kama hujakipenda sawa, maana hicho ndo kilichopo. Akaniambia sawa, hamna shida, basi naomba unifungulie niondoke. Ndo aliniambia hivyo na nikamfungulia geti kweli akaondoka. Nikafunga geti, nikarudi kulala. Na yule rafiki yake alichukua chumba? Rafiki yake alichukua chumba. Marehemu alikuwa mwenyewe. Alikuwa hana mwenza wake. Akaondoka mwenyewe. Labda ni mteja wako na ushakumwona hapa? Kwa hiyo kumuona nishamuona. Kama alishawahi kuja hapa mara moja akachukua room. Akalala, asubuhi akaondoka. Matukio ya uhalifu huwa tunasikia tu. Hivyo huwa tunasikiaga tu kwa watu. Kwa hiyo sisi hatujui na hatuna uhakika. Limalishe tu ulinzi. Naitwa Maureen, ni mhudumu wa Miami. Siku ya tukio, huyu mwenzangu alipigiwa simu. Ilikuwa ni mida ya saa 7 kasoro usiku.
Alivyopigiwa simu na mteja, akatoka kuwafungulia. Alivyotoka kuwafungulia, walikuwa watatu, wakaka wawili na mdada mmoja. Lakini alivyofungulia akampa rumu huyo mmoja mwenye mwenza. Huyo ambaye hana mwenza alimuonyesha chumba pia. Alivyomuonyesha chumba, akawa hajakipenda kile chumba. Ndio ikawa hivyo, akamwambia basi mimi sijakipenda hichi chumba. Akamtoa nje, akaomba atoke. Akamwambia naomba nifungulie geti, nitoke tu. Alivyotoka basi sijajua ameelekea wapi. Ila tulivyoamka asubuhi, taarifa tulizokutana nazo ni kwamba kuna mtu kauliwa hapa mwisho wa fensi. Basi kwa baadaye mimi nikaelekea nyumbani kwangu. Bosi wangu akanipigia simu kwamba yule mtu aliouliwa ametoka hapa, ni yule aliyotoka hapa usiku. Basi nikaja, tukawa tunasikia tu tetesi, ameuliwa hapo mwisho wa fensi na vibaka. Basi mimi ningeomba tu ulinzi, jeshi la polisi liimarishe ulinzi mtaa huu, maana kweli haya matukio ni mengi, yanatokea mara kwa mara. Ndio. Matokeo ya kuchomwa visu watu, wizi wa simu, kimetuasiri sana ili tukio. Na tunaomba jeshi la polisi liingilie kati, maana hawa vibaka wenyewe tunaishi nao, wapo mtaani. Na wapo tu kweli wanatutishia. Ila tunaomba ulinzi tu uimarike. Kipita mida ya 1:00 unakutana nao, wanakutishia. Hey dada, toa ulichonacho. Utafanyaje? Ili kujinusuru, unatoa ulichonacho. Basi utakuwa unaachiliwa huru. Ndio hivyo ndani. Yaani kama huna mtu wa bodaboda, huwezi kutoka hapa ndani ukaenda kwako. Kwa sababu vibaka ni wengi mtaa huu. Lakini ndio hivyo watu wanawanyamazia, ila sisi tunaomba jeshi la polisi liingilie kati litusaidie. Uhalifu ni mwingi mno mtaa huu. Na kweli tumechoka. Naitwa Ramadhani Mbaga. Shina namba 114. Juzi saa 10 sungusungu walikuja kunitafuta, wakaambia kuna tukio limetokea hapo barabarani. Tukaamka tukaenda kwenye tukio. Kufika kweli tulikuta kuna kijana amefariki. Tukapiga simu polisi. Polisi wakaja. Walipomfunua kumcheki hatumjui. Basi tukachukua taratibu wa kumpakia kwenye gari. Kesho yake ndo maaskari wakaja hapa. Ndo wakafanya upelelezi, tukaambia huyo jamaa ni driver. Alikuwa amekuja kwenye nyumba ya wageni hapo Miami. Alipokuja hapo Miami ndo akakosa chumba. Wakati anaenda sasa nyumbani kwake ndo tukio likamkuta hapo barabarani. Lakini hatujui kwamba tukio limefanyika na ni mtu gani kamfanyia hilo tukio. Ndo tulichokijua hicho. Mwili mlikuta ukiwa na majeraha gani? Tumemkuta amepigwa panga la sehemu ya moyo na kisu kama kitu kikali kiliingia kikamchoma. Na hajapiga kelele. Tukaenda hapo sheli kuulizia kwamba si hamjasikia hizo kelele, akasema hawajasikia. Na kwamba hajapiga hata kelele huyo jamaa. Maana hicho kisu kilikuwa kikali, maana unaweza uingize mkono kwenye hilo hapo alipopigwa panga. Na ukimwangalia kwa kadiri kwa na miaka mingapi hivi mtu? Kama 35, 37. Sasa tulipoulizia jana ndo tukaambiwa alikuwa driver. Driver magari makubwa. Ni mwananchi wa mtaa wako? Hapana. Yaani alikuwa kama mgeni tu.
na nasikia anakujaga mara kwa mara hapo kwenye baa hapo, ndio akitoka safarini anakuja kulala hapo. Matukio kama haya yapoje kwenye eneo hili? Ile eneo letu lina matukio makubwa sana, watu kupigwa visu, watu wanajeruhiwa sana sana tu, na ni katika hii barabara hii na ile pale. Hata ila ulinzi watu sasa hivi wanagoma hata kutoa kwa sababu matukio yamekuwa mengi. Kama balozi sasa kushirikiana na mwenyekiti wa mtaa mnafanya nini? Na ndio hiyo sasa hivi tunataka tutishe kikao cha wananchi ili tutatue tatizo kama linakuja kila mara kwa mara. Kuna wengine washaje kujeruhiwa kwa nyuma labda? Wengi sana. Mmoja hapo hata mimi nilishajeruhiwa. Ilikuwaje, tusimulie? Nilikuwa napiga rangi. Mwenyekiti akanipigia simu, njoo hapo ofisini. Nafika hapo mtoni nakuta kijana anampiga mtoto, anataka kumtumbukiza mtoni. Ile kutaka kumuokoa yule mtoto, sasa akakimbia yule jamaa, nikamchukua yule mtoto nyumbani ni wapi, ile nageuka nyuma nipigwa jiwe la hapa, naanguka chini lingine nikashonwa nyuzi 8. Hata juzi kati hapa haina wiki 2 kuna kijana naye kapigwa panga la hapa, mpaka sasa hivi majeraha bado. Mimi naitwa Mohamed Musa kwenye mtaa wetu wa Maua. Mimi asubuhi nilikuwa hapo kituo cha watoto yatima na waangalia. Pamoja na hivyo hata hapo wamekuja kurusha mawe mpaka vioo wamevivunja vyao watoto yatima. Lakini juzi nikatoka hapa kuja hapa kumwangalia mwenzangu ametoka. Kumbe ameitwa na hawa jamaa zetu wa sungusungu. Mimi nikachukua pikipiki yangu nikatoka na kutoka hapo barabarani Maua. Ndio nikakutana na hii tukio. Kamkuta huyo jamaa amepigwa visu viwili vya hapa. Yeye amelala chini, damu imetapakaa hapo. Maaskari wako hapo. Tukamwangalia lakini hatumjui kwamba ni mtu wa wapi. Baadaye ndio tukasikia kwamba ni mtu wa Malalani. Ndio tukio lililotokea kama hivyo. Binafsi kama mzee hapa, unapata hofu gani hasa kupita usiku maeneo? Hofu ipo kweli, hao vijana ninavyosikia wanaopiga visu, hata mimi nasikia hofu sana. Nini kifanyika kama mjumbe wa serikali? Ndio hivyo, tumeungana na mwenyekiti jana amekuja hapa, tumeangalia, tumezunguka mtaa hadi mtaa. Na kuna hao maaskari ambao ni maskiuliti hao. Jana walikuwa wamekesha hapo barabarani hapo kuangalia usalama kama itatokea nini tena. Lakini hao watu bado hatujakamata. Jina naitwa Asumani Hashimu, kwa jina maarufu Harmonize. Mimi ni mtunza nidhamu wa mwisho wa fence. Matukio ambayo yanatokea hapa kwenye huu mtaa ni mengi zaidi, lakini tuseme tu na watu kama vile wanaficha uhalifu. Kama huyo mtu ambaye ametobolewa kisu pale, maana mimi nafunga kazi saa 3 kamili za usiku. Na kuamka hapa naamka saa 2 au saa 1:30. Sasa nilipokuja hapa asubuhi ya juzi, sema ni ya juzi, nikaambiwa kuna maiti imekutwa imelala pale. Lakini sijamjua mtu ni mtu wa umri wa miaka mingapi. Kwa hiyo nimekuta tu aliowahi asubuhi na wananiambia kama ni mtu ambaye ana makamu wa kiutu uzima kama miaka 32 na basi. Lakini kwenye mtaa wetu huku nako pia kuna wahalifu hapa na pale. Vijana wanachoma watu visu huku mtaani. Watu wanaficha watoto wao. Lakini pia huu uongozi ambao sasa hivi uko sasa hivi au mwenyekiti ambao tuko naye kwa sasa hivi, sisi hatumjui, maana hajawahi hata kuweka vikao vya bodaboda. Tumjui hata mwenyekiti kwenye mtaa huu ni upi, hatuwezi kumjua mpaka sasa hivi hatumjui. Hata sura yake tujue, tunamjua yule mwanzoni ambao alikuwa ni Ibrahimu Mkurunzi, maana alikuwa karibu na sisi sana. Alikuwa mara kwa mara pia anakuwa na sisi, lakini wa sasa hivi huyu hatumjui hata jina lake. Hivi sasa hivi kuniambia mwenyekiti wangu ndani sijui jina lake, maana hata ngine njiani simjui. Kwa hiyo matukio hapa mtaani kwetu si ni mengi, lakini watu kila mmoja anaficha kwenye moyo wake kwamba kumtaja mtu fulani anawaza. Mimi naona ikubwa zaidi ni kwamba tu wenye kitu wa mtaa na makamanda wa sungusungu wasio wanaficha watu, wafanye kazi kama kazi, kwa sababu kwa sungusungu sisi tunalipa kila mwisho wa mwezi shilingi 1000. Lakini wanakaa kimya. Wanaona wahalifu wabishana nao, lakini wanataka kuja wakamata siku ambayo matukio. Na bado kwa matukio yenyewe haya yakitokea, wanaogopa. Hawakamati wabishana nao. Sasa tunashinda kuelewa sungusungu wana maana gani kwenye mtaa wetu? Alikuwa wao wenyewe binafsi
hapo serious na kazi zao, kwa sababu sio kama wanafanya kazi za bure na wanalipwa. Kwa hiyo nataka sisi hapa ni mwenyekiti wa mtaa pamoja na wajumbe wake na balozi wake wakae kidete kwa pamoja, waingie mtaa kwa mtaa kwa kila hata kwa mwezi angalau hata mara 3. Ingeweza kusaidia, kwa sababu waizi sio kwamba wapo, wachoma visu wapo, lakini watu wanafichwa. Sisi kama wajumbe au sisi ambao ni maraia wa mtaa kuwataja, pia sisi tunaogopa. Kama mwenyekiti kama masungusungu wenyewe wanaogopa, sisi hapa tuseme kama nani? Lazima tuwe kidogo asini wapole. Kwa hiyo kubwa hili ni kwamba ninachokiomba ni mwenyekiti wa mtaa tumjue pia zaidi, aweke vikao vya bodaboda, tumjue kwenye mtaa wetu wa Longdong, lakini pia akae na wao sungusungu wake. Pia nao waondoe hofu ya uoga, sababu tunaamini wao kama makamanda. Wakiona waizi wakamate, wawapeleke polisi, wasio wamaliza nyumbani tu, inakuwa haipendezi. Jina naitwa Ramadhani Juma. Kwa haya matukio ni uongozi wetu, yani kufuatilia. Wanakuwa zembe kuwafuatilia kwa sababu wanajua vijana afu hawataki kufanyaje kuwafuatilia. Na ni vijana humu nyumbani ndio wanafanya matukio. Lakini sasa wanaachwa wanaendelea kuyafanya matukio kwa sababu viongozi wanapuuzia majambo. Ndio haya mambo kama haya yanakuja kutokea, watu wanakuja kukuta wamekufa. Ndio kama hiyo. Tukio la juzi, watu tu ni asubuhi wameamka wakaja kukuta mtu hapo amekufa yani. Wamesema sijui kuanzia saa 8 usiku ndio hilo jambo lilitokea. Sasa lilipotokea kuanzia saa 8 usiku, watu wakasema saa hii nani kaua au imekuaje watu hawajui. Kwa sababu kwamba yani ulinzi shirikisho yani hawapo makini kwenye ulinzi. Kwa sababu sasa kama jambo kama hili limeshatokea, alafu watu wanakuja kukuta mtu amekufa, kwamba walinzi walikuwa wapi mpaka ile jambo kama hili katokea. Kwa hiyo kwamba yani ulinzi shirikishi hauko vizuri. Kwa hiyo ndio jambo natakuwa angalie kama hili. Sababu hapa kwenye matukio kwenye njia kama hii, matukio yanatokea sana ni mengi, sio moja. Kwa hiyo natakiwa viongozi ndio wafuatilie hili jambo. Kwa jumla ndio hilo. Matukio kama watu wamechomwa visu saa mara nyingi. Kipindi hata mimi nilikuwa nafanya kijiwe changu kilikuwa ni hiki. Hata kuna mama mmoja alishaipigwa kisu hapa hivi, ilikuwa saa 1. Kwa mida saa 1 hivi. Watu wamejifunika. Alafu ni watu tu tukasikia tu kunga, tunapiga hata hivi tunafuatilia tujaona vijana waliopita. Watu wakasema tu vijana wamepita sasa hivi hapa. Tuseme kwamba ni vijana ambao wanajulikana mtaa huu. Umeona? Alichomwa kisu kwenye ile kona moja pale. Alikatwa kwenye vidole na kisu bahati mbaya kwa anataka kuchomwa kwenye kwapa hii. Alikuwa mama mmoja alikuwa anakaa maeneo ya Ngaramtoni kule. Alikuwa amekuja kwenye shughuli zake tu hivi. Mimi ndio nikamchukua nikamsaidia kampeleka mpaka Ngaramtoni. Nilipeleka akaenda kukata pesiri, ndio nikamnyosha nikampeleka mpaka Ngaramtoni kwa Idi kule. Alikuwa amekatwa tayari kidole kilikuwa kinavuja damu. Kwa hiyo kwa haya maeneo hayo mtaa yana uhalifu mwingi sana. Sio ni mingi yanafanyika. Kuna hapa chini hapa juzi hapo maeneo Shinda, kuna mama alisikia yenyewe aliibiwa, alichomwa kisu. Kwa hiyo matukio bado yanaendelea sana. Kuna mtu alikutwa ameuawa maeneo ya Shelimpia hapo Shinda. Lakini kwa namna moja ama nyingine walinzi walipita usiku kama saa 8. Baada ya kufika walikuta huyo mtu ameuawa hapa, amechomwa visu. Baadaye walinipa taarifa, nikawasiliana na mtendaji wangu wa kata, lakini pia mtendaji wa kata akatoa taarifa kwa polisi kata, na baadaye polisi wakafika wakamchukua mtuhumiwa, eti ule mwili wa aliyechomwa visu basi akapelekwa polisi kwa utaratibu au kadiri ilivyo kwa nafasi yao. Lakini kwa habari ya kwamba kuna mtoto wa mlinzi, hata mimi nimepata malalamiko hayo. Lakini naamini kila jambo lina namna ya ufuatiliaji wake. Yaani huwezi ukaambiwa tu leo kuna mtu ameshikwa au kuna mtoto mhalifu anafanya uhalifu alafu haraka ukakurupuka tu na kwenda kumchukua eti kumwajibisha. Hapana. Lazima tujiridhishe. Baada ya kujiridhisha ushahidi kuwa umekaa vizuri, basi na sisi tukiona kama nashindwa, basi niombe nguvu kwa jeshi la polisi ili waweze kunisaidia kuhakikisha hayo yanaisha. Ulishawahi kukaa na huyo sungusungu mwenyewe ambaye mtoto wake anatajwa ukamuuliza?
Ya sungusungu nilishakaa na kamanda wake, kamanda wa ulinzi, nilishazungumza naye na nikamwambia pia kuna tukio alilifanya sio muda mrefu sana. Lakini baada ya kufanya lile tukio bado nikahisi kuna haja ya kuvuta muda, kwa sababu wale wanakuwa ni troops. Hayuko mwenyewe, wanakuwa zaidi ya mmoja. Na hata hao walinzi namna ya kuwashika bila kuomba nguvu ya ziada kwa jeshi la polisi kidogo ni changamoto. Sababu ni vijana wanaotembea na visu muda wote. Tembea na pikipiki lakini pia na visu. Kwa wanafanya tukio mahali wanahama wanaenda sehemu nyingine. Hivyo, wakifanya tukio hapa wanahamia sehemu nyingine, kijiwe kingine, hivyo. Sio watu wa kukaa sehemu moja au kusimama sehemu moja, hapana. Ila nafikiri tunaendelea kufanya jitihada, mambo yatakaa vizuri. Unamwajirije kazi ya ulinzi mtu ambaye mtoto wake ni mhalifu? Sio kwamba unamwajirije, na wakati unaajiri mtu huwezi ukajua hao watoto ni wadogo. Sio mkubwa sana wa kusema labda ana umri mkubwa kwamba alishafanya labda ya matukio kwa muda mrefu watu wakajua, hapana. Lakini ni mlinzi ambaye pia alikuwepo kipindi kilichopita na tukaona hebu tuende naye kwanza. Maana pia unapomsimamisha ghafla huyo mlinzi ni namna ya kupoteza pia ushahidi wa kumpata huyo ambaye ni mtoto wake. Kwa hiyo tunaenda naye, lakini naamini kila kitu kitakaa sawa na huyo kijana atapatikana. Baada ya kupatikana basi mambo mengine yatafuata. Kwani hayupo hapa mtaani? Na ni huyo kijana anaonekana kwa vipindi. Yaani wanafanya tu, wanaonekana, wanaweza wakaonekana usiku wakafanya tukio alafu wakaondoka kama nilivyotangulia. Kama baba ni mlinzi, kwani asitoe ushirikiano kumkamata mwanae? Baba tulimuomba atoe ushirikiano, lakini kidogo naona kama naye inakuwa changamoto, ni kama anakuwa na muogopa mtoto wake. Na wewe pia unamuogopa? Hapana, mimi sio kama namuogopa, ndio maana nikasema naendelea kuomba nguvu kwa jeshi la polisi, kwa sababu mimi binafsi sio kwamba labda na silaha yote ya kujilinda au ya kwenda kukamata mhalifu. Biyaki kile ninachoona kipo mtaani, kinaendelea mtaani, ni kutoa taarifa kwa vyombo husika. Kama nilivyokuambia, nimetoa taarifa kwa mtendaji wa kata ili anisaidie, pia kutoa taarifa ili jeshi la polisi watusaidie kwa ajili ya kutokomeza hilo. Yaani wewe binafsi huwezi kumkamata ukampeleka polisi? Binafsi mimi kama mimi mwenyewe pamoja na sungusungu wako? Pamoja na sungusungu. Mheshimiwa, nimekuambia ni watu wanaonekana kwa vipindi. Yaani wanaweza wakafanya tukio alafu wakahama. Inaelezwa kwamba mnaleana tu kwa sababu ni hapa. Hapana, ingekuwa ni kuleana nisingeongea kwenye mkutano. Niliongea kwenye mkutano kusudi atakayojiri baadaye kusiwe na lawama. Kwa hiyo hakuna issue ya kuleana. Nani? Jabiri. Jabiri ni mlinzi. Muhidini Jabiri ni mtoto wake. Ni mtoto wa Jabiri. Mwambia tulishaweka mambo vizuri, taratibu zote zimekaa sawa. Naamini muda sio mrefu kila kitu kitakaa sawa. Muda sio mrefu kwa wananchi wanataka kuchomwa visu. Inafika mwisho. Hapana, issue sio kuchomwa vingapi, na hakuna anayeomba mtu aumie ili uimarishe kama ni ulinzi au labda ndio uchukue hatua, hapana. Muhidini ndio naye. Anafanya nini? Mtoto wangu Muhidini awaga na alikuwa anaendesha toyo. Sasa hivi ameingia kwenye changamoto za kuchanganyana na company na wenzake. Anafanya shule gani sasa baada ya kuchanganyana na wenzake? Sijajua kwa sasa hivi sasa. Na nimesha nimemkanya. Sawa. Akiwa ni kijana wangu, tuseme kijana wangu wa pili kutoka msichana. Nimeshamkanya mwanangu, embo achana na hii company. Ndio kama hivyo. Mtoto wangu kimwambia hili ndio kama hivyo ananipigia chenga, ndio hicho. Nilipata taarifa mara moja aligombana na bwana mmoja. Sawa. Wakaparangana, nikaja nikapata taarifa kwamba kamchoma kisu kwenye. Walikuwa wanaparangania nini? Simu. Ugomvi ulikuwa ni simu. Hicho tu. Hakukamatwa siku hiyo. Muhidini amekamatwa leo. Aliwahi kwenda ndio kiwanja cha ndege hapa Kisongo. Kwa kosa gani? Kwa kosa ilikuwa kosa la kugombana na mwenzake, kwa mtoto, yani mtoto alikuwa wa mtu, ni mwanafunzi. Walikuwa wanaendesha toyo, bahati mbaya akawa amemgonga. Ikawa mama yake ameleta nini akawa ameenda, akawa haendi kuripoti. Baada ya kuacha ndio ripoti akamata akapelekwa magereza. Sikuna mikono sana kwa sababu gani? Nilikuwa bado natakiwa kuendelea kumkanya kwa sababu watoto wa kwetu sasa hivi inakuwa ni changamoto. Alikuwa amesoma na alifaulu.
Amefaulu, nimepambana naye shule Ngoe mpaka kamaliza darasa la 7. Amaliza darasa la 7 akawa amefaulu, nikampeleka Sinoni. Naona kumpeleka Sinoni akawa nasoma, ikawa nimemgaramia kweli ile mtoto wangu. Nimemgaramia sana. Hata ninapoambia hapa nilipo, mimi mwenyewe roho inaniuma kutoka na yule mtoto nilipopambana naye sana. Naona. Na ni mtoto wangu wa kiume ambaye ndio mkubwa afuatana wa kike. Nipangana naye, mtoto ikawa shuleni anaacha kwenda. Nikamwambia basi kama umeacha utaki shule mwanangu, nikutafutie kazi nyingine ya kufanya. Akawa anatengeneza, ni mtu ambaye ana utaalamu wake, ni ile tu basi, ni ile grupu la nini la vijana.